Hujambo mwanafamilia wa Mbayu TV ambaye unatutazama hivi sasa kutokea popote pale ambapo wewe umeamua kuyafurahia maisha. Nipo hapa na taarifa ambayo inasema kuwa John Mrema aliyekuwa mkurugenzi wa itifaki, mawasiliano na mambo ya nje Chadema pamoja na aliyekuwa katibu wa wanawake wa chama hicho Catherine Ruge na mtaalamu wa dawati la jinsia Chadema ni vigogo wa juu ndani ya chama hicho waliojitokeza tena hadharani kupingana na msimamo wa chama katika azimio lao la no reforms no election, licha ya kikao kilichofanyika jana Alhamisi ya Aprili 3 mwaka 2025 na kuongozwa na viongozi wakuu wa chama. Vigogo hao kupitia kundi lao la G55 ambalo linajumuisha waliokuwa wagombea wa ubunge wa mwaka 2020 kupitia Chadema na watiania wa ubunge wa mwaka 2025 ndani ya chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, wakiwakilisha watiania wengine zaidi ya 200 pamoja na viongozi waandamizi ndani ya Chadema. Wamesema chama kuzuia uchaguzi usifanyike ni jambo lisilowezekana na lisiloungwa mkono na wadau wa demokrasia, wakidai kuwa itakuwa ni kufanya kosa la jinai ikiwa litafanyika jaribio lolote la kuzuia uchaguzi huo mkuu wa mwaka huu wa 2025 nchini Tanzania. Katika waraka wao wa pamoja kwenda kwa katibu mkuu wa Chadema John Mnyika usiku wa Aprili 3 mwaka 2025 wameeleza kuwa haitowezekana kuzuia uchaguzi kwa Chadema kuwa nje ya uchaguzi huo wa baadaye mwezi Oktoba, akisema matokeo yake yatakuwa ni kufunguliwa mashtaka, kujipata kwenye misukosuko ya mamlaka zinazohusika na uchaguzi. Na nukuu katika waraka ambao wao wameweza kuandika ulikuwa una maandishi yasemayo: kujaribu kuzuia uchaguzi tukiwa nje ya uchaguzi itakuwa ni sawa na kufanya jinai. Uwezekano pekee wa kuzuia uchaguzi ni kushiriki uchaguzi kwa kuhakikisha tunaingiza wagombea katika uchaguzi, na ni rahisi wagombea kuhamasisha na kuongoza wananchi kuzuia uchaguzi kwenye vituo, hasa katika majimbo na kata zenye kuelekea kufanyiwa hujuma, kuliko kujaribu kuzuia uchaguzi wote tukiwa nje, imesomeka sehemu ya waraka ambao wameweza kuandika vigogo hawa wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Aidha, waraka huo pia umeeleza kuwa watiania hao hawaoni uwezekano wa kutekeleza kwa ufanisi mkakati wowote madhubuti katika kuzuia uchaguzi kwa muda mfupi uliosalia hivi sasa, wakisema tayari mchakato wa uchaguzi umeshaanza kwa zoezi la kuandikisha wapiga kura pamoja na mgawaji wa majimbo ya uchaguzi hapa nchini Tanzania. G55 katika waraka wake pia umeeleza kuwa mpango wa kuzuia uchaguzi unakosa uhalali wa kutosha kikatiba kuathiri haki za wanachama wa Chadema kugombea, kama ambavyo ibara ya 5 kifungu cha pili na kifungu kidogo tena cha pili ya katiba ya Chadema inavyompa haki mwanachama ya kuchaguliwa kuongoza ama kuiwakilisha Chadema katika ngazi yoyote kulingana na masharti yaliyowekwa kikatiba. Watiania hao kadhalika wanadai kuwa katiba ya Chadema ibara ya 4 inayohusu madhumuni ya chama inaeleza wazi kuwa dhumuni la Chadema ni kushika dola na kutekeleza madhumuni mahususi ya kisiasa na kijamii, hivyo kutoshiriki uchaguzi ni kwenda kinyume na sharti la kikatiba katika kupambana na kuongoza dola, ambapo wenyewe wanahitaji chama hicho kiweze kushiriki katika uchaguzi mkuu ambao umepangwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu 2025, ambapo utakumbuka kila baada ya kipindi cha miaka 5 Tanzania huwa inafanya uchaguzi mkuu, uchaguzi ambao unakwenda kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia uchaguzi ambao unakwenda kuwachagua wabunge katika majimbo mbalimbali ya kiuchaguzi, bila kusahau madiwani katika kata mbalimbali ambao wanakwenda kuunda baraza la madiwani katika halmashauri fulani. Kwa hiyo Chadema wenyewe wameweka msisitizo wao kwamba hawatoweza kushiriki uchaguzi, na Tundu Lissu amekuwa akisema kwamba huu si msimamo wake, bali ni msimamo ambao uliweza kupitishwa na kamati kuu ambayo ilikuwa inaongozwa na mwenyekiti ambaye alipita kabla ya yeye
kuweza kushika nafasi hii, kwa maana ya Freeman Aikaeli Mbowe, akisema kuwa msimamo huu uliweza kupitishwa pale kwamba bila mabadiliko basi wao kama chama cha demokrasia na maendeleo Chadema hawatoweza kushiriki katika chaguzi yoyote ile, kwa sababu wameshuhudia mapungufu mengi yakiwa yanafanyika, wameshuhudia matatizo mengi yakiwa yanafanyika, hivyo wameamua kuweza kuchukua njia hii ya kutoweza kushiriki uchaguzi. Lakini limeibuka kundi la G55 ama G55, moja ya kundi ambalo limekatika ndani ya chama hicho, ambalo wengi wanadai kwamba ni kundi ambalo lilikuwa likiungwa mkono na aliyekuwa mwenyekiti, ama ni kundi ambalo lilikuwa likimuunga mkono aliyekuwa mwenyekiti aliyepita, kwa maana Freeman Mbowe. Na wao msimamo wao ni kwamba wanahitaji chama kiweze kushiriki uchaguzi, kwa sababu wanaamini kwamba chama kuto kushiriki uchaguzi ni moja ya njia za kuweza kukiua chama, ni moja ya njia ya kuweza kukipoteza chama, kwa sababu kinakuwa kinapoteza uhai wake. Lakini Chadema yenyewe inasema kwamba bila kufanyika kwa marekebisho katika sheria mbalimbali za kiuchaguzi, ama bila kufanyika katika maboresho katika sheria mbalimbali za kiuchaguzi, basi wao hawatoweza kwenda katika boksi la kura, ama hawatoweza kwenda katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu mpaka pale yatakapofanyika mabadiliko. Kwa hiyo kumekuwa ni mvutano hivi sasa ndani ya chama hicho. Watu wanavutana, hawa wanasema hiki, hawa wanasema hiki. Yote kwa yote kila mmoja anajaribu kuvutia upande wake, na wapo wengine wanasema kwamba kundi hili ambalo wanataka kuweza kuingia kwenye uchaguzi ni kundi la watu ambao wameshaweka matamanio katika nafasi mbalimbali za kiuongozi, pengine labda ubunge, pengine uraisi, pengine hata udiwani katika kata fulani. Kwa hiyo wanaona kuto kushiriki uchaguzi kwa chama hichi ni itakuwa inawapatia wao mazingira magumu ya kuweza kwenda na kupata hizo nafasi ambazo wamekuwa wakizihitaji. Kwa hiyo umekuwa ni wakati ambao Chadema inapitia msukosuko mkubwa. Unaweza kusema ule uchaguzi ambao waliweza kufanya mwezi Januari ni uchaguzi ambao mpaka leo nazungumza mwezi Aprili bado umeendelea kuacha vidonda miongoni mwa wanachama wa chama hicho. Ni jitihada gani ambazo Tundu Lissu na John Heche pamoja na kamati kuu ambayo ipo madarakani hivi sasa wanaenda kuzichukua ili kusudi kuweza kuponya majeraha yao, ili kusudi mwisho wa siku akiwa na agenda, hiyo agenda iweze kuungwa mkono na kundi kubwa la watu. Tunajua mwezi mkasapotiwa na watu 100, lakini kuonekana kundi kubwa la namna hii linakuja linapinga agenda ambayo umesimama nayo nyie nusu kwa nusu, mnaunga mkono nusu wanapinga, ni kitu ambacho kinakuwa kinatia mashaka katika kile ambacho mnakuwa mnakizungumza. Ni kitu ambacho kinakuwa kinaweka mushkeli kidogo kwamba mna uwezo wa kufanikiwa kweli ikiwa kundi kubwa la ambao tunasema wangewaunga mkono wameamua kuto kuchagua upande wa kuwaunga mkono. Kwa hiyo ni wakati ambao Chadema inapitia msukosuko mkubwa, huku wana agenda kubwa ambayo hawajawahi kuianzisha ama kuifikiria huko nyuma, hawajawahi kuisimamia katika kipindi cha huko nyuma, lakini hivi sasa wameamua kuja nayo na kuweza kuisimamia. Kwa hiyo inakuwa inaweka mashaka, inakuwa inatia hofu ni kwa namna gani chama hichi kina uwezo wa kuisimamia agenda hii, ili hali kati yake kuna watu ambao wamesimama kuweza kuipinga agenda hii. Lakini pia alikuja wakaibuka akasema kwamba chama hakiwezi kaendeshwa kwa tone tone, ambapo ni operation ya kukichangia chama hichi ya kukusanya kiasi kidogo kidogo kutoka kwa wanachama na wadau mbalimbali wa siasa hapa nchini Tanzania. Kuna kipi ambacho unadhani kitakuwa kinaendelea ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ama ungependa kusikia kitu gani ambacho kitakuwa kinaendelea ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ama katika maeneo mengine yoyote yale, iwe michezo, burudani? Basi hakikisha kwamba una subscribe YouTube channel ya Mbayu TV, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupatia wewe kila siku na kila saa. Lakini pia utufuate pale katika akaunti yetu ya Instagram, huko sisi tunapatikana kwa jina la Mbayu TV. Tufollow huko kwa ajili ya kushare vitu vingi zaidi. Nite David Edward, uwe na siku njema.